Jina naitwa Aria Hamza Mdee. Nimetokea mkoa wa Iringa, wilaya ya Mafinga, kijiji cha Kikombo. Nilikuwa naishi Kilimanjaro. Jana ndo nikawa nasafiri nikapanda gari kutoka Kilimanjaro mpaka Moshi. Nilipofika pale nikapata gari aina ya Champion, inaitwa Super Champion Express. Ile gari ilitoka pale saa 11:24. Tukatembea tukafika Arusha saa 2:00 inaenda saa 3. Tulifika Arusha tukashuka kama kawaida, kila mtu akaenda kuchimba dawa, wenye kuenda kununua vitu wakaenda kununua. Baada ya hapo tukaondoka baada ya dakika 10. Tulipofika tena Babati tukashuka, watu wakaenda kuchimba dawa, wengine wakaenda hotelini kununua vyakula. Baada ya hapo tukapanda gari. Sasa wakati tumetoka pale Babati, yule dereva alikuwa anakimbiza gari mpaka watu walikuwa wanamwambia siti za nyuma, walikuwa wanamwambia dereva, unakimbiza sana gari, kwa sababu kwenye kona tulipita kona ya kwanza gari alikimbiza kiasi kwamba mpaka tukalala chini. Wakamwambia dereva, unaendesha sana, unakimbiza sana gari, lakini hakujua kama alikuwa anasikia au alikuwa hasikii. Kona ya pili hivyo hivyo tukalala tena. Ilikuwa ni hatari sana. Watu wakawa wanamwambia usikimbize sana gari, wazazi na familia, lakini dereva hatukujua kama anatusikia kupigini chochote. Baada ya hapo tulifika Babati kwa mbele, tukajikuta tu ghafla tuko chini. Hamna mtu alojua kimetokea nini, imekwaje, hamna mtu alojua. Ila wote tulikuja tuko chini. Babati tumetoka saa 6 kasoro. Ilikuwa muda kama saa 7 hivi naenda saa 8. Hapo tulipopata ajali. Baada tulikuta tulipo chini gari linapumzika. Baada kwani hamna mtu alojua kimetokea nini, na hamna mtu aloweza kumsaidia mzee kwa sababu ilikuwa ni ghafla. Ghafla tu tumejikuta tupo chini na gari linapumzika. Na mimi ndo nilipodondoka, ndo nilikuwa na mtoto. Mtoto kama ametangulia kabisa, nilivute kwa nyuma. Ndo nitangulia, ndo sio gari imetangulia kwa sababu watu walikuwa wamenilalia, ndo kaanza kubuluzika ili kuniona. Hali ya mtoto ni mzima kwa sababu niliwahi kumvuta. Nilimvutia kwa ndani afu mimi ndo nikatokea dirishani. Mimi binafsi ndo nilikuwa tu peke yangu na mtoto wangu. Sikuwa na ndugu yoyote au rafiki wala nini hamna. Nilikuwa tu mimi na mtoto wangu na hao wengine tu abiria ndio wakuta huko kwenye gari. Kwa sababu mtoto kuna mdada alikuwa sita ya pembeni, yeye hajaumia, ndo akambeba mtoto wake na mtoto ndo yupo naye. Kwa sababu sisi ndo tulikuwa mahututi, tusingeweza kusurvive kama tungeendelea kukaa pale. Ndo kuna hiyo gari ilikuwa inasafiri na inakuja huku Dodoma kifamilia, ndo wakashuka, ile familia ikashuka kwenye gari, wakatambia tupande sisi watuwete hospitali. Tulipofika pale ndo tukapanda, tukafika pale kambini, kambi ya jeshi pale. Tulipoenda pale, yule kaka akaulizia yule dereva kwamba hapa tunaweza tukapata huduma, kuna watu ni majeruhi wameumia sana wanahitaji huduma. Wakasema hamna manesi wala madokta. Ndo tukaondoka tena, tukaenda ile hospitali ya pale jeshi, inaitwa hospitali. Tulipoenda pale hospitali ndo imetuhudumia vizuri bila shida yoyote kwa muda sahihi. Ndo hivyo, ndo hiyo gari ikatuchukua tena ndo wakatuleta hapa. Ndo tapatwa na nyinyi hapa na nyinyi. Kama sangu mlipowatana na ile huo usiku ni kwamba alitoka salama, lakini hujamuona? Nilimwona kwa sababu mpaka nakuja huko nilikuwa kwa hospitali alikuwepo na yule dada. Sema tu ni tulipopanda gari ya pili sikuja huko ndo sikupanda naye. Kwa hiyo huyo dada ndo aliwasiliana na watu wa nyumbani kwetu. Ndo anawasiliana na mama.